wa idha waada akhlafa, na kitoa waadi ukhalifu. Na ndio tabia yetu sisi. Hakuna waadi itakuwa saa 3, itakuwa saa 4. Na wale wakubwa zaidi ndio wachelewa. Bana mkutano kesho saa 3, utamwona mheshimiwa kwa saa 6. Basi uketi tu kupumzika. Hakuna udhuru mpaka imekuwa ni tabia, wajulikana kule ukiwa ni mtu mkubwa zaidi uchelewe zaidi. Ukia kwa time ni kana bado huyo hayakuwa mkubwa. Ukitaka kuwa mambo mawili wewe mheshimiwa niko huchelewa. Na ukitaka kuwa mwalimu kweli niko hapati alfajiri jamaa. Ukimwona hapati alfajiri jamaa huyo sasa amekuwa mwalimu sasa barabara. Lakini ukiwa mwalimu kale kusali jamaa alfajiri hayawa mwalimu kabisa. Kula kitele alfajiri anaonekana huyu ndio mwalimu huyo. Lakini mwalimu ndio msikitini mapema. Aibu khasa. Mwalimu anaingia tena watu wamshauswali au pengine swali kadha, ndio huyo ni mwalimu barabara huyo. Pesa za madrasa, kwa madrasa, mimi mwalimu wa madrasa nina sehemu yangu. Wanazuoni wamenena pesa zikitolewa kwa wapeni mutafaqihina wasoma fiqh. Ukimpa mutasawifi madhambi mpaka umpe mtu wa fiqh. Pesa hizi wape watu kadhaa, ni lazima uangalie neno. Umepoa kwa ajili ya kusomesha, si kumeata madrasa kwa uzivu, ukitukua ni haramu madhambi. Wewe umesomesha madrasa, umekubaliwa kupewa 1000 ngapi? 12 kwa mwezi. Siku kiata hufai kutukua, lazima ukate senti kama zile. Siku kadhaa mimi sikusomesha kwa sababu ni uzivu nitakupumzika. Ukitukua umekula haramu. Umetukua pesa si zako. Hiyo utaona mwalimu utasala bana mimi sitopata mgonjwa usikia vibaya. Mmoja tu anakukuta Gede au Kilifi, ilikuwa hiyo kafika huko hata sijui namna gani. Mmeona mmefika tu. Kama wale hajua safari moja alikwenda kujepa katika shamba. Kaingia kusanya maembe zitu katika kapu. Muda mwenyewe katokea. Sheikh ufanya nini hapa? Kabla si maksudi yangu. Nini kabayana mmelala sakafuni, kumevuma upepo mkali sana. Ule upepo umenirusha mpaka ndani ya shamba huko. Na hayo matunda kama ule upepo kushoka badilika kwa upepo leo zoba ule wa kuzunguka ule. Umekusanya matunda mpaka mela umeweka mahala pamoja. Na huko kikapuni kamba watu wafikiri hapa kidogo. Hapo nitakufikiria ilikuwa hii hata kikapuni. Basi ndio jamaa hukutolea udhuru mpaka ukahuna udhuru. Lazima ukifanya kitu kifanye kweli kweli. Lazima ukifanya kitu utimize uaminifu wako. Kile ulioaminiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, la tisatu hata yutamana al-khaun wa yukhawanu al-amin. Hakisema kiyama mpaka ule jambazi mkubwa ndio muongozi haaminiwa yeye. Pia mapesa huaminishiwa. Wa yukhawanu al-amin, ule muaminifu watu hawate kumpa. Muaminifu hapewi. Ule matata ndio wapewa. Naenda kuzifuatia. Hata bana watu wapumbavu. Msime hapa 10 sikutosha. Yembe watu 1000 huyo hapa 10. Kisha katoa maina, mempa fulani, tena kapa basi nimekupa wewe, naam umenipa. Na wewe umekupa na watu 10 tu basi. 990 hayuwa kwa mahala gani? Kwa sababu hiyo urongo, khiana hakuna zimeenea sasa.